Kumekuwa na vita ya maneno kutoka kwa wanaharakati nchini Kenya wakishutumu kitendo cha kuzuiwa kuingia nchini Tanzania baadhi ya raia kutoka Kenya wakiwemo wanasheria na majaji mara baada ya kutaka kuingia nchini kwa ajili ya kwenda kufuatilia kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu. Baada ya vita hiyo ya maneno kutoka kwa wanaharakati hao, Ngasa TV ikamtafuta Majid Mjengwa ambaye huyu ni mchambuzi mwandamizi katika masuala ya kisiasa, kidiplomasia, kitaifa na kimataifa kuweza kupata uelewa wa baadhi ya mambo ya kisiasa. Kubwa zaidi ni kupata elimu juu ya uhalali wa raia wa kigeni kuingia nchini. Bwana Majid anatueleza kiundani. Mimi naitwa Rami Ramsey, Ngasa TV. Sasa unaniuliza swali hili juu ya mtazamo wangu kwa kile ambacho kinaendelea sasa katika jamii kuhusiana na harakati za mjadala, malumbano hasa wakati mwingine unaona yanavuka mipaka kati ya wanaharakati wa nchi jirani na ndugu zetu wa Kenya na sisi wa Tanzania kuhusiana na watu wao ambao walikuja katika nchi yetu na wao wanadai kwamba wamefanyiwa ndivyo sivyo. Sasa unapokuja kwenye hili la raia wa nchi jirani wanakuja alafu wanazuiwa, kimsingi wengine wanalifumbia macho, lakini mataifa yote yaliyo wanachama wa Umoja wa Mataifa kuna mikataba ya Umoja wa Mataifa. Moja ya mkataba huo, makubaliano hayo ni pamoja na nchi kuwa na uwezo wa kudhibiti hali zake, sovereignty, uhuru wa nchi juu ya mambo yake, mipaka yake na hali ya nchi yake inabaki kuwa ni jukumu la nchi hiyo, na hicho ni kifungu namba 2.1 cha makubaliano ya Umoja wa Mataifa. Kila nchi kimejengwa katika uwiano sawa wa kimuundo wa mataifa yale wanachama. Sasa inapokwenda kwenye kifungu namba 2.7 ya mkataba huo, inasema kwamba nchi ina haki ya kuamua juu ya ustawi wake, mambo yake ya ndani, haisiingiliwe na taifa lolote hasa inapohusu masuala yake ya ndani. Na katika hilo sasa mataifa hayo wanachama wa Umoja wa Mataifa yana sheria za uhamiaji. Kila nchi na sheria zake za uhamiaji. Inatambua Umoja wa Mataifa kuwepo kwa sheria za uhamiaji za kila nchi. Sasa sisi tunapata bahati wakati mwingine wa kusafiri, unapokwenda huko kuna sheria za uhamiaji unatakiwa uzizingatie, na hizo nchi inakuwa na haki, haiwezi kuingiliwa na nchi nyingine. Sasa sisi sheria yetu ya uhamiaji kwa mfano ya kifungu namba 54 kinazungumzia, hii imerejewa mwaka 2016, kinampa mamlaka kifungu cha 6 sura namba 54 kifungu cha 6 kinampa mamlaka kwa mujibu wa sheria yetu ya uhamiaji, mkurugenzi wa uhamiaji hata bila rais yeye anaweza kumzuia. Manake nasema wanafukuzwa, wakati mwingine unaweza kutumia lugha ngumu, lakini unazuiwa kuingia kwenye nchi iliyokuwa huru kutokana na mkurugenzi wa uhamiaji na idara zake kuona pengine una sifa au ni tishio kwa nchi husika. Nchi zote zinaweza kufanya hivyo, na mamlaka hayo amekabidhiwa mkurugenzi wa uhamiaji. Unazuiwa kuingia pale wanapoona kwamba uwepo kwako katika hiyo nchi kwa pengine huna passport au pengine una walakini unaweza usiingie katika nchi husika. Lakini hata kama umeingia kwenye ile nchi ukiwa na mienendo au jambo ambalo haliko sawa, kuna waziri wa mambo ya ndani na idara hiyo ya uhamiaji inaweza ikakugongea muhuri unaitwa PNG, persona non grata, kwamba unatakiwa uondoke tu ndani ya saa 24. Nchi hiyo haiwezi kuingiliwa maamuzi hayo na taifa lolote lile kwa mujibu wa mikataba ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo hata sisi raia wa Tanzania tunapokwenda kwingine, serikali ya Tanzania haiwezi kuingilia mamlaka za nchi nyingine. Sasa basi unapokuja kinachotokea hapa kwetu, inasemwa kitaalamu kabisa kwamba sisi katika Tanzania kama nchi nyingine unajaza fomu, unakuja kwa sababu gani? Business, kwa biashara au shughuli za kikazi au utalii na mengineyo, tiba na kadhalika. Sasa hawa wenzetu jirani, ndugu zetu, inasemekana kwamba mwingine amejaza anakuja kama mtalii. Sasa hatuna utalii wa mahakama. Unasema umekuja kama mtalii alafu unakwenda mahakamani kwa ajili ya kufuatilia shauri. Kwa hiyo hapo unakuwa umekiuka, kwanza umetoa taarifa za uongo kuandika wewe ni mtalii,
utalii, lakini umekuja kushuhudia masuala ya mahakamani, kutoa maoni yako na kadhalika. Unaruhusiwa kufanya hivyo pale ambapo unaomba visa inayokuruhusu kufanya shughuli, business visa, ambayo utaonyesha vyeti vyako na utalipa kodi ya kuja kufanya kazi Tanzania. Lakini ukiandika tofauti, kwanza ni kosa, ni uhalifu kudanganya. Sasa lazima tuzingatie hayo.